Ya, kwanza niseme kwamba uongozi Simba na uongozi uliokomaa, uongozi ulio makini, hasa upande wa watendaji, na tumeona hilo kuanzia kwenye usajili dirisha dogo, lakini tumeona hilo katika madirisha yote, ingawa Simba alikuwa anaingiza na kuondoa, bado utaratibu wa kiuongozi ambao alikuwa anaufanya wa kusajili wachezaji, kutimiza stahiki zao, hata kuvunja mikataba ya wachezaji, ilikuwa inafanyika katika ni professional way. Na ndio maana huwezi kusikia labda kuna mchezaji labda anadai Simba au anadaiwa Simba, hapana. Kwa hiyo kwenye eneo la kwanza niwapongeze sana viongozi, hususan CEO pamoja na watendaji wengine wa klabu kwa jinsi ambavyo wana handle affairs za wachezaji, hasa kwenye masuala ya usajili na upkeep ya wachezaji. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, niwapongeze tena bado watendaji na bodi kwa aina ya usajili ambao umefanyika dirisha dogo, na sasa naona wachezaji ambao wanaonekana kwamba wanatija kwenye na timu ambayo tumeona uwanjani. Mwalimu amepropose waongezee mikataba, na hiki ni jambo jema. Badala ya kusubiri mpaka mwisho wa dirisha mchezaji anakuwa anaondoka na hana mkataba, ndio mnaanza naye mnaenda kurenew mkataba, ni riski ni kubwa sana. Kwa hiyo alichokifanya mimi nadhani ni jambo sahihi, ni jambo zuri, na kwa kweli tuwapongeze na tuwaombe tu waendelee katika utaratibu wa kiutendaji ambao ndio utendaji wa kisasa. Hii ni professional way. Sawa, kuna taarifa pia wanahusishwa ama wameanza mazungumzo ya kumsajili mshambuliaji ambaye anahudumu kwenye klabu ya ASEC, Suleiman Fofana. Hii inaashiria nini pia? Mapema tu. Ya kwanza mimi naamini kwamba kwa aina ya usajili kama fanya dirisha dogo kwa malengo ya timu na mahitaji ya mashabiki, kwa sitoshangaa kuona kwamba Simba iko sokoni, imeanza kuangalia iende wapi katika dirisha kubwa. Kwa sitoshangaa kabisa, na niseme kwamba ningeshangaa kama ningeambiwa kwamba Simba mpaka sasa hivi hawafanyi lolote, hapo ningeshangaa. Lakini kwa hicho ninachokisikia, ingawa bado ni tetesi, lakini naamini kwangu mimi ni faraja kwamba viongozi wapo makini na wapo kazini, hawalali usiku wala mchana. Ni jambo zuri sana. Kwa kiufupi, Simba wanahitaji mshambuliaji. Ukiona kwamba wanaangalia mshambuliaji, bila shaka wanahitaji mshambuliaji. Na ukiangalia kwa sasa Simba tunavyocheza, mara nyingi tunacheza na namba 9 ambaye ni midfielder. Kwa usishangae kuona Simba anahitaji striker. Lakini ukimwangalia huyu Fofana, ni mchezaji ambaye mara nyingi pia Simba shai kuchukua wachezaji pale lakini hawakufanya vizuri. Matarajio ya wanasimba kwa hivi sasa baada ya ujio wa kocha Steven Becker, kana kwamba Simba inakuwa bora hivi, tutarajie kuona kwamba usajili pia ukilipa zaidi kwa timu ya soka ya Simba? Ya, mimi naamini viongozi wanajua wanataka nini, na inawezekana ni Fofana au sio Fofana vile vile. Sababu hizi taarifa ambazo za juu, mimi najua viongozi wa Simba wanafanya kazi kwa umakini, kwa usiri na kwa uweledi wa hali ya juu sana. Kwa hiyo sitaki kumwangalia Fofana kwa sababu sifahamu, na inawezekana hiyo bado ni tetesi. Nachoweza kusema ni kwamba naamini viongozi wa Simba wako sokoni, wanaranda huku na kule Afrika au hata nje ya Afrika kwa ajili ya kuongeza nguvu maeneo ambayo mwalimu bila shaka ameshatoa green light kwa uongozi.
Kwa karata hii inaashiria kwamba huenda Simba wakaachana na Jonathan Soa kutokana na makosa yake ambayo hivi karibuni yametokea. Sasa hayo mambo mkataba na ni maamuzi ya head coach, na nafikiri maamuzi yake atayafanya mwisho wa msimu. Kwa hiyo bado mimi na rely kwenye taarifa sahihi za kitaalamu, na naamini mwalimu ndio atakayesema. Sawa, nadhani tulikuwa hatujazungumza kuhusiana na ile dabi ya Kariakoo. Bwana, Yanga juzi umetoka hadharani kupitia kwa msemaji wao wakiamini kwamba ile ripoti ya uendeshaji, kamati ya uendeshaji haikuwa sahihi kutamka kwamba mwamuzi alikataa bao halali la Selemani Mwalimu na Yanga wanahitaji majibu. Kwenye ngo hii unaweza kuzungumzaje wewe? Kweli yani tuwezi comment lolote. Unajua kamati inaamua kikanuni. Sawa Kwa hiyo maamuzi yanapotoka maana yake yanataja ni kanuni fulani. Kwa hiyo ushauri wangu kwa Yanga ni wajikite kwenye kanuni tu. Wajikite kwenye kanuni. Maamuzi yote kama yanapotolewa ni ya kanuni. Kanuni fulani inasema hivi. Kanuni fulani imesema hivi. Ni jambo ambalo alipaswi bishaniwa kwamba lile lilikuwa ni goli halali. Ilikuwa ni goli halali katika jicho la marejeo. Lakini line 1 alisema ni offside. Kwa hiyo as stand ni kwamba ile goli alikuwa counted. Lakini kwa makosa yale ndio maana mwamuzi wa line 1, mwamuzi msaidizi wa moja aliadhibiwa. Kama aliadhibiwa maana yake ni kwamba alitoa maamuzi mabovu. Kwa hiyo kama ilikuwa mabovu maana yake kamati iliona kwamba ilikuwa ni goli safi. Bado mpira unaheshimu maamuzi ya dakika 90. Lakini kamati ina uwezo wa kureview, na kama inaona kuna kosa ikatoa adhabu, na ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo kila kilichofanyika kiko ndani ya kanuni. Wao wanalalamika kuona kwamba kwenye taarifa yao wameandika kwamba mwamuzi alikataa bao halali, kwamba inakuwaje bao halali wakati mechi iliisha pasipo kufungana. Sasa kama lilikuwa bao sio halali, maana hata mwamuzi asingefungiwa, sio? Limeonekana halali katika jicho la kamati kwenye marejeo. Lakini kwa maana dakika za mchezo si halali, na ndio maana ukaunti. Kwa hiyo nitafsiri tu hapo. Mimi nione kwamba ni kupoteza muda kuanza kujibishana na data deposit za Yanga. Jambo lingine ambalo wameulizia kamati kuona kwamba kwa nini mchezaji Selemani Mwalimu amepewa adhabu tofauti na wachezaji wengine kama kina Jonathan Soa, Ibra Baka kufungiwa mechi 5 na faini, lakini yeye amefungiwa mechi 3 na faini ya milioni 1. Wanaamini kwamba matukio ni sawa lakini adhabu ni tofauti. Wasome kanuni. Bado nawaambia wasome kanuni. Kanuni zinaruhusu kamati kutoa adhabu kwa ile adhabu ina mapana. Kwa kamati kwa kuangalia ukubwa wa kosa inaweza ikasema aidha ni mechi 3, 4 au 5, kwa sababu kanuni ukisoma inaongelea kwamba adhabu ni si chini ya mechi 3. Kwa hiyo ingawa ni mechi 2 tungesema kweli kama kanuni imesigina kanuni. Kamati imesigina kanuni, lakini kwa mechi 3 bado zipo kanuni, kwa hiyo ni sawa tu. Na kwa Simba jinsi ambavyo ulivyoitazama kwa hivi sasa, unaiona wapi kwenye msimu huu kunako ligi, kwenye mbio za ubingwa? Lazima tukubali kwamba Simba na timu mpya. Ni vijana wenye ari, wenye uwezo, lakini mimi naamini kadiri watavyokuwa wanaendelea kucheza, mimi naamini timu itakuwa inaimarika zaidi. Kwa hiyo naamini watafanya vizuri basi. Na waendelee kumwamini kocha. Kocha ni kocha mwalimu mzuri na ameanza vizuri. Mimi naamini ni muda ni jambo la msingi sana. Na hata inapotokea kwamba kocha ni mpya na wachezaji ni wapya na ni wageni kwenye ligi yetu, wanahitaji muda.
Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.